Raha ya maisha hii hapa. Hii hapa raha ya maisha. Karibu katika The God Voice na MC Kakatiba Official katika somo letu la leo linaloitwa raha ya maisha hii hapa. Leo nimekuletea raha ya maisha. Watu wengi wako bize kulalamika, jamii yetu iko bize na kilio, dunia iko bize inalia, inahangaika, lakini mimi nimekubainishia kwamba sasa katika maisha haya ambayo wewe unalia, katika maisha haya ambayo wewe unalalamika, katika maisha haya ambayo wewe unaona kama unataarabika, lakini iko raha ambayo Mwenyezi Mungu amempa mwanadamu. Leo ninakwenda kukubainishia hiyo raha ambayo kuanzia siku ya leo ukiona vema uanze kuiishi, kwa sababu ipo na kuna watu wanaishi na walipoijua tu walianza kuishi moja kwa moja. Sasa katika siku ya leo nataka nikubainishie hii raha ambayo uliikosa muda mrefu, sasa unakwenda kuanza kuishi. Raha ya maisha hii hapa. Duniani kabla ya mwanadamu hajaumbwa, Mungu aliandaa kila kitu. Mungu aliumba kila kitu, aliandaa aliumba ulimwengu, aliumba giza, aliumba nuru, na kila kitu akakidefine kwa wakati wake. Akaumba nchi kavu, akaumba maji ambayo ni bahari pia ikaitwa, na sehemu isiyo na maji ikaitwa nchi kavu. Sasa baada ya kukamilisha hivyo, akaumba mimea ya kila aina, ikazaa sawasawa na aina mimea yake pia, lakini pia akaumba wanyama, na wanyama hao wakazaa sawasawa na aina ya wanyama hiyo, lakini pia akaumba samaki akawaweka baharini, na wanyama wa kila namna, wa kuruka na wa kutambaa na wa kuweza kuogelea baharini, wakawekwa katika bahari waendelee kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kuogelea na kwa kurukaruka huko na kwa kushindana mbio kama samaki wanavyoenjoy kwa kuweza kuogelea kwa madaha, kwa sababu ile ni sehemu ya maisha yao. Sasa baada ya uumbaji huu, Mwenyezi Mungu akaona haitoshi. Sasa kuna mtu ambaye nimemwandalia hivi vitu, kuna mtu ambaye nimemwandalia hizi system, na yeye ndo nitakayeweza kumpa password ya kuvitumia hivi vitu vyote. Akasema na tumuumbe mwanadamu kwa mfano wetu. Sasa raha namba moja ambayo unatakiwa kuitambua kwamba wewe umeumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Auone raha? Chukulia nyangumi na ukubwa wake wote, lakini hajaumbwa sawa na mfano wa Mwenyezi Mungu. Chukulia tembo na uzito na uwezo wake wa aina yote, lakini hajaumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu, ila mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Hauioni hii raha? Kuumbwa sawa na Mwenyezi Mungu, kwa mfano wa Mwenyezi Mungu. Manake wewe ulivyo ni mfano wa Mwenyezi Mungu, sio sura, no, sio mwonekano, no, sio kijinsia, no. Katika ulimwengu wako wa kiroho ni mfano wa Mwenyezi Mungu, na ndiyo maana mwanadamu pekee ndiye ana uwezo wa kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Pengine hatujajua viumbe vingine vinamwabudu Mungu kwa aina ipi, lakini mtu ambaye kiumbe ambaye moja kwa moja yuko connected na Mwenyezi Mungu ni mwanadamu. Sasa kitendo cha wewe kuwa mfano wa Mwenyezi Mungu ni raha pekee ambaye mwanadamu amejaliwa na kupewa, ni thamani pekee ambaye viumbe vingine pia vimenyimwa. Sasa lazima utambue bwana, wewe ulivyo ni mfano wa Mwenyezi Mungu. Sasa kutambua pekee kwamba wewe ni mfano wa Mwenyezi Mungu ni raha, lakini raha zaidi kuendelea kumtegemea yule aliyekupa kwa mfano, kuendelea kutambua nafasi ya yule aliyekufanya kwa mfano wake. Bwana, hiyo ni raha moja amazing sana. Lakini ukitaka kutaarabika, ishi mbali na yeye. Watu wengi wanajidhuru sio kwa sababu hawana thamani, ila walishindwa kuiona thamani. Sasa waliposhindwa kuiona thamani, manake walimuita baba ambaye sio baba yao, akawaonyesha asili yao. Ndugu zangu, shetani hayuko bize kutupa thamani. Shetani yuko bize kutudhuru, lakini hawezi kuja moja kwa moja kwamba anataka kutudhuru. Anakuja kuomba urafiki na tunampa nafasi, alafu anatudhuru. Lakini Mungu yuko bize moja kwa moja kutufanya sisi tuweze kuwa na thamani. Anatuita pamoja na udhaifu wetu, anatuita pamoja na maradhi na tabu,
Sio kwamba twende kwake tukataarabike, no, tukapate uzima wa sasa hivi, tukapate uzima wa milele pia. Sasa hii ni raha kubwa sana ya kuishi na Mungu ambaye ametuumba kwa mfano. Hii ni raha kwamba sisi tunao msaada pekee kama tukiishi karibu na yule ambaye alituumba kwa mfano wake. Lakini baada ya kuumbwa kwa mfano wake, Mungu alituita sisi ni watawala katika hii dunia. Sisi ni watawala. Ndio maana nasema kwamba tatawala dunia, maana yake tatawala samaki wa majini, tatawala ndege wa angani, tatawala kila kitu ambacho kimeumbwa katika hii dunia kiko chini ya utawala wa mwanadamu. Sasa wewe unatambua kwamba ni mtawala? Watu wengi sana watambui kwamba wao ni watawala, lakini watu wengi sana wanatamani kutawala. Lakini bahati mbaya zaidi, hata wanapopata nafasi ya kutawala hawatawali kwa kufurahi, wala hawaufurahi tena utawala wao. Kila mtu hafurahi utawala wake kwa nafasi na kwa sehemu pia. Sasa wewe manake kama ni binadamu ni mtawala, na ndio maana ninazungumza na wewe mwanadamu kwamba wewe ni mtawala, na ninapozungumza unashindwa kutawala vizuri, ni wewe mwanadamu, sio kiongozi, no, ni mwanadamu. Ninazungumza na mwanadamu na kila mtu, kwa sababu Mungu hakusema kwamba kiongozi ndio mtawala pekee, bali alisema mwanadamu awe mtawala. Sasa hawa wanadamu wanashindwa kufurahia utawala wao. Hawa wanadamu wanashindwa kufurahia vipindi vya utawala wao, maanake kipindi anapokuwa duniani anashindwa kufurahia. Sasa kitu ambacho kinapelekea mwanadamu ashindwe kufurahia utawala wake sio vitu anavyovitawala, no, ni yeye mwenyewe kuto kujua asili ya utawala wake. Ndivyo. Sasa mwanadamu anaposhindwa kujua asili ya utawala wake, anashindwa kupata password za kumfanya yeye atembee katika utawala. Manake huu utawala haujajipatia mwenyewe. Huu utawala manake umepewa na Mwenyezi Mungu. Sasa kama umepewa na Mwenyezi Mungu, manake unapokabidhiwa ikulu, nenda kwa mtu aliyekukabidhi ikulu. Unapokabidhiwa jamii, nenda kwa mtu aliyekukabidhi jamii, akupe miongozo stahiki ya namna gani unaweza ukaiongoza hiyo jamii. Sasa hata sisi katika huu utawala wa maisha ya hapa duniani, katika maisha yetu ya kila siku hapa duniani, yuko mtu aliyeruhusu wewe uwepo hata katika siku ya leo. Yuko Mungu ambaye amekufanya wewe uweze kushinda hata leo uwepo, aliyekushindia katika mambo mbalimbali, katika mapito mbalimbali, anayekujua kwamba umepita kwenye moto na ana uwezo wa kukuondoa kwenye huo moto. Yupo. Sasa tunaposhindwa kumrudia yeye aliyetupa utawala huu, ndio maana tutabaki tunalalamika maisha magumu, hali tete. Utamlilia mwanadamu mwenzio, lakini ni mtihani. Ni sawa sana mwenzio na miguu miwili alafu unamuomba mguu mmoja, anawezaje kukupa? Ndugu zangu, sisi ni watawala wa hii dunia. Wanajamii, wanadamu, sisi ni watawala wa hii dunia. Sasa ili tuweze kutawala vizuri, ni vizuri tukamrudia yule aliyetukabidhi hii dunia, atupe password za kutawala. Sasa kuanzia leo jitambue kwamba wewe ni mtawala wa hii dunia. Haupaswi kulalamika, haupaswi kutaarabika. Unapokutana na changamoto kwenye maisha, sio kwamba basi wewe ndio ukate tamaa uanze kulalamika, no. Hizo ni password za kufanya wewe uendelee kuwa mtawala bora, kwa sababu hakuna mtawala bora aliyetawala bila changamoto, na hakuna mtawala nguri kama hakuwahi kuja kutatua changamoto iliyowatesa watu kwa muda mrefu. Sasa changamoto hazikufanyi wewe ukate tamaa, no, changamoto zinakuimarisha. Wewe ni mtawala. Sasa uweze kuwa mtawala kama hauongozi. Na unaongoza kwa lipi? Unaongoza watu kwenye nyakati ngumu. Simama kwenye nafasi yako ya utawala, binadamu. Kila mtu asimame kwamba yeye ni mtawala, lakini amrudie Mola wake, amsaidie namna sahihi ya kutawala. Lakini wote hatujaumbiwa kutawala sehemu moja. Kila mtu amepewa sehemu ya kukaa ili adhihirishe utawala wake Mwenyezi Mungu. Kuna mtu mwingine ameitwa kutawala kwa ajili ya sekta fulani, kuna mtu mwingine ameitwa kutawala kwa ajili ya jambo fulani. Unatawalaje huko? Maisha yako hapa duniani chini ya udhamini wa Mwenyezi Mungu. Ni vizuri sana uendelee kumwomba yeye akusaidie namna ambavyo unaweza ukaishi na kupambana. MC Kakatiba Official, The Gold Voice.